subscribe to my channel and also press this bell icon. Hii ni Sanga TV, karibu sana katika udukuzi wa kurasa za magazeti, ikiwa leo ni Juni 8 mwaka 2025, ambako tunapata dakika kadhaa za kuweza kupepesa macho na kuiangazia leo ambayo ameweza kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti, pamoja na kuweza kukolezwa kwa wino mkubwa kwenye kurasa za magazeti katika siku hii leo. Katika siku hii leo tunalo gazeti la Mwanaspoti, gazeti la Habari Leo, gazeti la Sport Uelekeo, gazeti la Nipashe, gazeti la Mwananchi, gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Uhuru, ukweli daima. Katika hayo magazeti basi moja kwa moja tutaenda kuangazia habari gani ambazo zimeweza kupewa kipaumbele katika siku hii leo. Nikukumbushe tu, kama ndo mara kwa kwanza kuweza kuungana nasi katika channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, na kisha bonyeza alama kengele moja kwa moja kuweza kusalia mtu wa kwanza kupata taarifa na habari zote ambazo zimeweza kujiri katika siku hii leo. Basi moja kwa moja nikiliangazia gazeti pendwa la habari za michezo, na zungumzia gazeti la Mwanaspoti, wao kikwambia kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa ambayo imeweza kuandikwa na kuweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili, kuna habari picha hapa ikionyesha mahasimu wa watani wa jadi, na zungumzia Simba na Yanga. Wapo makocha wa hizo timu mbili, lakini pia yupo Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka, lakini pia upande wa pili yupo Mohamed Hussein pamoja na Kibu Dennis Mkandaji. Na habari hii imeweza kuandikwa na kuweza kukolezwa kwa wino mkubwa katika gazeti hili la Mwanaspoti katika siku hii, ikiandika siku 7 za maajabu ya dabi, siku 7 za maajabu dabi ya Kariakoo. Waliopo katika kikosi cha Taifa Stars warudishwa da. Waliopo katika kikosi cha Taifa Stars warudishwa da. Je, dabi itachezwa au msimamo wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africa bado upo pale pale? Wao Simba wanasubiri siku husika, lakini pia vitaje viingilio na utaratibu, linaandika gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa 22, ukurasa 6 pamoja na ukurasa 2 na ukurasa 7. Ndiko ambako taarifa hiyo imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Lakini pia gazeti la Mwanaspoti linaonyesha Simba mpaka sasa hivi yeye ana alama 72 katika michezo ambayo amekwisha kucheza, ikiwa imesalia michezo mitatu, huku kikosi cha Dar es Salaam Young Africa wao wakiwa na alama 73 mpaka sasa hivi katika hiyo michezo ambao wamekwisha kucheza. Tofauti ya alama moja tu ndio ambayo inatofautisha kati ya Simba na Yanga. Lakini pia habari nyingine katika gazeti hili inaandika ni soa au ni Steven Dense Mkwala, linaandika gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wa pili. Gazeti la Mwanaspoti linaandika mbio za vitanda sio mchezo, ukurasa 14 ndiko ambako taarifa hiyo imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Lakini pia gazeti la Mwanaspoti linaandika wizi mwamaliza utata dili la Liverpool. Lakini pia aliyenusuru prison, huyu hapa aliyenusuru Tanzania prison, huyu hapa kwa jela gwa. Mafande hao walikuwa na kila dalili za kuweza kushuka daraja, lakini ghafla tu, linaandika katika ukurasa 8 katika gazeti la Mwanaspoti, ndiko kwa taarifa hiyo imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Mwanaspoti linaarifu Man U Gukes ni uhakika, linaandika katika ukurasa 22, ndiko kwa taarifa hiyo imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Na nikilika kando gazeti la Mwanaspoti, sasa mikononi mwangu naliangazia gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Habari hii ambayo imeweza kuandikwa na kuweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili inaandika wazee wa Simba wajibu mapigo. Wazee wa Simba wajibu mapigo. Wazee wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamesema kinachofanywa na watani zao wa jadi Dar es Salaam Young Africa ni kutaka kuleta taharuki, ikizingatiwa Tanzania inajiandaa kuweza kushiriki katika michuano ya mataifa ya Afrika chani kwa wachezaji wa ndani mnamo mwaka 2024. Kauli hiyo imekuja siku moja baada ya wazee wa Dar es Salaam Young Africa kutoa tamko Juni 5 mwaka huu, wakisisitiza hatacheza mechi ya Juni 15 mpaka wapewe sababu zisizobainisha mchezo huo kuahirishwa Machi 8 mwaka huu. Linaandika gazeti
la Habari Leo katika ukurasa 9. Gazeti la Habari Leo linaandika kocha soka la ufukweni afariki dunia. Lakini pia habari nyingine inaandika Stars imeimarika Morocco, huku habari nyingine ikiandika Christine Shusho atangaza nia. Lakini pia Mlandege bingwa Zanzibar linaandika gazeti la Habari Leo katika ukurasa 6 na ukurasa 21. Na nikileka kando gazeti la Habari Leo, sasa mikononi mwangu naliangazia gazeti la Zanzibar Leo upande wa mwisho ambako zinaandikwa habari za michezo na burudani. Habari kubwa katika gazeti hili inamuonesha hapa mshambuliaji kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba sio mwingine ni Steven Dance Mkwala, na habari hii inaandika Mkwala azigonganisha Kaizer pamoja na RC Berkane, linaandika gazeti la Zanzibar Leo, ambako undani wa taarifa hii inaandika Kaizer Chiefs imeelekeza macho kwa mshambuliaji mahiri wa Uganda Steven Dance Mkwala, huku chanzo kikithibitisha kuwa klabu hiyo ina nia ya kuweza kuinasa saini ya kabla dirisha lijalo la usajili. Kocha mkuu Nasrin Nabi alipoonekana kwenye uwanja wa KMC Complex nchini Tanzania wakati wa pambano la Simba dhidi ya Singida Black Stars hakuwepo kwa ajili ya kujionyesha tu, ila alikuwa anamfuatilia Mkwala akiwa kazini, linaandika gazeti la Zanzibar Leo katika ukurasa 6. Gazeti la Zanzibar Leo linaandika Stars ya ilazimisha sare Bafana, huku habari nyingine kiandika wanamichezo Zanzibar wamlilia Adolf, linaandika katika ukurasa 22. Ndipo taarifa hiyo imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Na nikilika kando gazeti hilo la Zanzibar Leo, sasa mikononi mwangu naliangazia gazeti la Mzalendo. Habari kubwa ambayo imeweza kuandikwa na kuweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili la Mzalendo katika siku hii leo, kuna habari picha hapa ikimuonesha Dickson Job, lakini pia yupo Mhabari Hussein Zimbo, na habari hii inaandika mastaa wa Simba na Yanga warudishwa kujiandaa na dabi. Mastaa wa Simba na Yanga warudishwa kuweza kujiandaa na dabi, linaandika gazeti la Mzalendo katika ukurasa 21 na ukurasa 9. Lakini pia gazeti hili linaandika nahodha wa Singida Big Stars afunguka kichuya ashtukia ligi kuu, huku Bayern Riri vita ni kali, huku Ulaya hapatoshi leo ambako Ujerumani dhidi ya Ufaransa majira saa 10 jioni, huku Ureno dhidi ya Hispania majira za saa 4 za usiku. Kurasa 22 ndiko kwa taarifa hiyo imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Tabora yataka pointi 6, linaandika gazeti la Mzalendo katika kurasa 21. Na nikileka kando gazeti la Mzalendo, sasa mikononi mwangu naliangazia gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa ambayo imeweza kuandikwa na kuweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania, habari kubwa ambayo imeweza kuandikwa na kuweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili, kuna habari picha hapa ikimuonesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, na habari hii inaandika mashehe watoa salamu zaidi. Mashehe watoa salamu zaidi, uchaguzi uwe huru na haki. Mashehe watoa salamu zaidi, uchaguzi uwe huru na haki. Waitaka INEC ihakikishe kuweza kuwa mchakato unakuwa huru na haki na wa amani kwa vyama vyote. Kauli za waasisi za washtua, huku waziri mkuu atoa hitimisho mambo yatakavyokuwa, linaandika gazeti la Mwananchi katika ukurasa 6, ukurasa 21 na ukurasa 9. Lakini pia habari nyingine katika gazeti hili inaandika sakata la Lema uhamiaji la ibua wanasheria, huku Dr. Moredi aga kiacha alama mabara ya taifa, huku habari nyingine inaandika no reform no election ya furika mtandaoni. Ni taarifa ambayo inatokea katika jiji la Dar es Salaam, ambako kampeni ya Chadema ya no reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ndiyo tafsiri yake sasa imechukua sura mpya baada ya kutawala katika mitandao ya kijamii mbalimbali hapa nchini Tanzania, linaandika gazeti hilo katika ukurasa 22. Lakini pia makala azidi kufuata nyayo za upinzani mkoa, huku madhara ya wanaondoa kuficha wosia,
linaandika gazeti la Mwananchi katika ukurasa 21, ukurasa 6 na ukurasa 3. Na nikileka kando gazeti la Mwananchi sasa mikononi mwangu na niangazia gazeti la Gwiji la Habari, Habari Leo, ambako taarifa kubwa katika gazeti hili la Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania, linaandika Samia ahimiza upendo na ukweli. Rais Samia ahimiza upendo na ukweli, aikumbusha jamii kujali wenye shida. Lakini pia Dr. Mwinyi ahimiza kuweza kuiombea nchi, huku Majaliwa ataka kampeni zizingatie amani, huku BAKWATA yasema siasa si uadui. Linaandika katika ukurasa 21 na ukurasa 9. Huku habari nyingine katika gazeti hili inaandika wakulima walipwa bilioni 42 mazao ya kimkakati. Katika ukurasa 6 na ukurasa 21 ndiko kwa taarifa hii imeweza kuandikwa kiundani zaidi. CCM yataka vituo vitatu kuhifadhi asali, huku TFC yazindua utalii wa ya Arusha. Linaandika katika ukurasa 6 na ukurasa 7. Lakini pia wawekezaji 12 wajitokeza Zanzibar maeneo ya kiuchumi, huku habari nyingine ikiandika mpango kumwakilisha Samia katika mkutano wa bahari, huku RC aongoza operation shamba la bangi msituni. Linaandika katika ukurasa 7 na ukurasa 9 katika ukurasa wa 7 na 9 katika gazeti la Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania. Na nikileka kando gazeti la Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania katika siku hii ya leo Jumapili, sasa mikononi mwangu naliangazia au natamatisha na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Katika siku hii leo Jumapili kuna habari picha hapa ikionyesha baadhi ya viongozi mahili, lakini pia waumini wa dini ya Kiislamu katika kusherehekea sikukuu ya hapo jana. Na habari hii inaandika sikukuu ya Eid al-Adha, uchaguzi wa haki na amani vya tawala. Linaandika gazeti hilo katika kurasa wa 7. Lakini pia ipo nukuu ya Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikisema dini imeifanya Tanzania kuendelea kuwa nchi ya amani wakati wote, na viongozi wa dini mnao nafasi ya kuweza kukemea mambo yote yanayosababisha mmomonyoko wa maadili. Linaandikwa katika ukurasa 21 na ukurasa 6 wa gazeti. Ni kauli ya Kassim Majaliwa. Lakini pia kauli ya Mufti Zuberi naandika tusiingie katika ubaguzi wa dini wala ukabila katika uchaguzi huu. Tusichague viongozi kupitia dini zao, kabila zao au kupita umaarufu wao, bali tuchague watakaoleta maendeleo katika taifa la Tanzania. Lakini pia yupo Sheikh Ponda ambaye anasema tunawakumbusha umuhimu wa kufanya mabadiliko makubwa katika uchaguzi, katika uongozi wa ngazi mbalimbali, kwa kuwa ndio kanuni ya uboreshaji wa maisha na kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla. Linaandika gazeti la Mwananchi katika ukurasa 6 na ukurasa 7 ndiko ambako nukuu hizo zipo. Lakini pia Salim Mwalimu atoboa kilichowatoa katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Katika ukurasa 4 ndiko ambako taarifa hii imeweza kuandikwa kiundani zaidi. Lakini pia msuguano wa Makonda Gambo bado ni ngoma mbichi, huku Musa Noah Kamara mbioni kuweza kutoa Yanga. Musa Noah Kamara mbioni kuweza kutoa katika kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. Linaandika gazeti la Nipashe katika ukurasa 6 na ukurasa 21. Gazeti la Nipashe linaandika katika ukurasa wa pili, jamii sasa kuelimishwa utokomezaji wa taka za plastiki, huku habari nyingine katika ukurasa 7 ikiandika kona ya afya, njia 10 kuweza kuzuia na kupambana na shinikizo la damu. Linaandika gazeti hilo katika ukurasa 6 na ukurasa 21. Lakini pia maisha yalivyo, niliachwa dakika za mwisho kisha akaolewa mwingine. Linaandika gazeti la Nipashe katika ukurasa 6 wa gazeti hilo. Na mpaka kufikia hapa bwana, mimi sina la ziada katika udukuzi wa kurasa za magazeti, ikiwa leo ilikuwa ni Juni 8 mwaka 2025, siku ya Jumapili. Tukuatakie ibada njema, lakini pia usikilizaji mwema wa Sanga TV. Usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza ile alama ya kengele moja kwa moja kuweza kusalia mtu wa kwanza kupata taarifa na habari zetu kutokea hapa katika channel bomba, channel ambayo inakupa kila ambacho nataka mtazamaji, lakini pia mfuatiliaji na mwanafamilia wa Sanga TV. Nikutakie Jumapili njema, lakini pia nikutakie mapumziko mema. Asante na kwaheri.